Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika na uongozi wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi kutoka muhimili wa mahakama, viongozi wa kitaifa wastaafu mliopo nasi, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, familia ya marehemu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Baba Paroko na waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waheshimiwa wabunge, viongozi mbalimbali, ndugu waombolezaji wenzangu, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Ndugu waombolezaji wenzangu, ni vigumu kupata maneno ya maelezo katika msiba mzito kama huu wa mtu aliyegusa maisha ya wengi kama ilivyoelezwa hapa. Naomba mniruhusu nami niungane na wengine kuwashukuru watu wote ambao kwa namna moja au nyingine wameshiriki katika kushughulikia msiba na kumstiri ndugu yetu huyo. Shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa dini kwa maombi na misa tangu kutokea kwa msiba huu hadi hapa tunapomuaga. Ndugu zangu, katika maisha ninayoyafahamu ya marehemu Jenista Mhagama, sitosita kusema alikuwa kiongozi jasiri na mlezi wa wengi ndani ya bunge na ndani ya serikali, aliyejitoa kwa dhati kuwatumikia wananchi wa jimboni kwake, lakini pia na taifa kwa ujumla. Katika maisha yake ya utumishi, alisimama imara kutetea haki, maendeleo na ustawi wa watu aliowaongoza. Alikuwa nguzo ya matumaini kwa wanawake na vijana, na mfano wa uongozi uliotawaliwa na nidhamu, uadilifu na hofu ya Mungu. Nashukuru Mungu leo ndani ya kanisa hili nimepata kuyajua vizuri sana maisha yake ya kiroho, ya kidini. Nashukuru sana. Nilikuwa namfahamu kwa maisha yake ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Jenista alikuwa ni mwalimu kwa taaluma na mwalimu katika uongozi. Alitumia kipawa chake cha ualimu kulea na kusimamia mawaziri, akiwa mnadhimu au chief whip, katibu wa kamati ya bunge ya wabunge wa CCM au party caucus, na mwenyekiti wa bunge. Wabunge na mawaziri walimheshimu na yeye alijiheshimisha. Katika nafasi zake hizo ametoa mchango mkubwa sana katika chama, bunge na baraza la mawaziri. Yeye ndiyo mtu pekee katika historia ya nchi yetu aliwahi kuvaa kofia mbili za katibu wa kamati ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi na mnadhimu wa serikali bungeni, na kofia hizo zilimtosha na kumwenea sawa sawa. Marehemu Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mtu asiye na mzaha, lakini mcheshi. Alikuwa mtii kwa mamlaka zake, chama chake na wananchi wake. Zaidi, alikuwa mnyenyekevu kwa Mungu wake. Kwa sura tuliyomuona nimesoma zaidi leo hapa, mambo yaliyofanya akapendwa na kuheshimiwa na watu walio chini yake na viongozi wenziwe. Aidha, marehemu Mheshimiwa Jenista alipata fursa kufanya kazi chini ya uongozi wangu kama waziri wa Wizara ya Nchi, Sera, Bunge, Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu, waziri wa Nchi, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, na waziri wa Afya. Na kama alivyosema mwanangu Victor, nilimpa jina la kiraka kwamba kila nilipomweka Jenista aliziba vizuri. Amekuwa kiongozi anayesimama imara kutetea maslahi ya nchi bila kuchoka na bila kujali changamoto. Kupitia sauti yake bungeni, vitendo vyake katika jamii na msimamo wake katika uongozi, ameacha kumbukumbu njema
nirudie aliyoyasema mmoja katika viongozi wa dini, ameandika hadithi nzuri kwa ajili yake. Waheshimiwa wabunge na mawaziri, hususan wale wapya, ni waase kufuata nyayo zake kwa namna zifuatazo. Mafanikio ya bunge na taifa yanatokana na mshikamano wa wabunge wote bila kujali tofauti za kisiasa. Mijadala inabaki katika misingi ya kistaarabu na kuhakikisha inalinda heshima ya bunge kama chombo cha uwakilishi na wananchi, na pia kutimiza wajibu wenu kwa uadilifu kama alivyokuwa kiongozi wenu huyu Jenista Mhagama. Waheshimiwa na wanafamilia, nihitimishe hotuba yangu kwa kusema tunamshukuru Mungu kwa mchango mkubwa wa marehemu Jenista katika maendeleo ya jimbo lake, chama chetu, serikali na taifa kwa ujumla. Tunatambua kuwa safari yake ya uongozi haikuwa rahisi, lakini alitembea kwa ujasiri, hekima na heshima. Leo tunapomwaga kuelekea katika makao yake ya milele, tunabaki na kumbukumbu za tabasamu lake. Niliwahi kuwasikia watu wakisema hajawahi kumwona Jenista akikasirika. Ukweli ni kwamba alikuwa anakasirika, lakini muda wote alikuwa na tabasamu. Tutalimisi tabasamu lake, lakini vile vile hekima yake na moyo wake wa kujali maslahi ya taifa. Na hapa nataka nipige mstari, moyo wake wa kujali maslahi ya taifa.